samahani sana. Maarifa yote niliyonayo, hayo kila mtu ana uwezo wa kuyapata, lakini moyo wangu mimi, huu ni wa kwangu mimi mwenyewe. Kila mtu ni baba yake mwenyewe na kila mtu ni mlisi wake mwenyewe. Anajenga maisha yake mwenyewe na kulisi samani zake mwenyewe. Ninapofanya jambo langu na wewe ufanye la kwako. Mimi siko hapa duniani kuishi utakavyo wewe, wala wewe upo hapa duniani kuishi eti mimi nitakavyo. Wewe ni wewe na mimi ni mimi, ila usisahau naitwa Gwakisa. Serikali haitaniwi. Serikali haitaniwi. Kichula sasa hivi nitakupiga. Haya. Luka kichula kwenda mbele. Luka kichula kwenda mbele. Weka mkono kichwani, weka mkono kichwani. Twende. Toka. Kichula mbele mshenzi mmoja wewe. Alafu tutakuja tukupiga tukuue. Tutakupiga tutakuua. Tutakupiga, utaniua. Tutakupiga, msiniue. Tutakupiga, msamehe sana. Mumruhusu aende. Simama. Kichwa Luka kichwa mbele. Dogo malizana nayo. Anakuumiza sana. Tamtegua mguu. Alafu tuje tukukamate tena mshenzi mmoja wewe. Siku nyingine na kuua. Askari vipi? Kaniumiza mguu. Mimi nimwambia tukifika hapa tumpige kimya kimya. Inatosha. Twende kituo. Sasa tunaenda vipi? Tupite njia hii, huku kuna shortcut. Huku. Huku ndo nzuri zaidi. Twende kwenye shortcut. Ulikaa huku na wewe. Twende. Tatira. Wewe ukifika unapaka dawa. Dawa zake ziko hapo. Afu wewe dogo hauko makini Mzembe kweli. Pole. Tatibu. Nimekushika. Samahani. Kwamba unapata nini au unaingiza kitu gani, utafeli katika maisha yako. Kwa hiyo mimi nakuamini sana, na ndio maana huwa nakueleza mambo yangu mengi, kwa sababu nimeona mimi na wewe tuko pamoja. Na ili ujue kwamba mimi nakuamini, umeona mimi nafuata nyayo zako. Na kwa nini nafuata nyayo zako? Nimekuona wewe unapenda vitu vizuri na unaeleweka. Kwa mtu wa design kama wewe, tunaweza tukafanya kazi na ikawa endelevu. Sasa ngoja nikwambie kitu kimoja. Ndio. Hii issue ni ngumu. Wasanii wameungana na watu wa TRA. Ndio. Ni ngumu? Ndio. Sasa TRA nao wanakuja speed. Ndio. Unakuta muda mwingine mimi nashindwa kufanya kazi zangu kwa uweledi, lakini nakuwa naangalia nifanyeje hapa, lakini nafanya ujanja. Kwa maana hiyo kuwa makini. Hawa wasanii wako moto sana, watu wa TRA. Ushaelewa? Nimekuelewa. Hilo ondoa hofu. Umeelewa? Yaani brother, mimi nimesema hivi, juu ya hilo ondoa hofu. Na tunasema hivi, ili uendelee kuishi na mtu vizuri, ni lazima uangalie maslahi yake. Sawa? Sijui umeelewa? Ili uishi na mtu vizuri, ni lazima uangalie maslahi yake. Bila kuangalia maslahi yake, utaweza kuishi na mtu vizuri. Na leo nimependa kwa sababu muongea kitu ambacho nataka nikupe elimu. Hili bato sio baina yetu sisi na TRA. Hili bato la sisi na wasanii. TRA hao wamejipendekeza tu. TRA wamegundua wapi kwa kula. Wana njaa kama walivyokuwa na njaa na watu wengine. Bato liko sisi na hawa jamaa. Hawa jamaa wenyewe hao wasanii kwanza hawawezi hata kujieleza. Alafu hawajui hata haki zao. Msanii leo unaweza ukampa mkataba, hawezi kusoma, ataangalia tu pale analipa shilingi ngapi. Anataka kuona zile namba tu, 2,000,000. Hajui kumeandikwa kitu gani, atachukua tu atasaini. Kwa TRA wasikusumbue.
sisi tunafahamu kwamba TRA sasa hivi wameingilia katika hili swala. Lakini hawa TRA shida yao ni kupata mapato tu. Ndio shida yao kubwa. Sijui umeelewa. Hawa wasanii pia wenyewe hawajitambui. Na kwanza hawapo katika hii issue, ingawa tuna bato nao. Sisi bato nao wao wanazungumza kwamba sisi tunakopi kazi zao. Lakini wao tayari wameshauza na wameuza mpaka haki. Mimi hata hii copy ninayokwenda kuiprint sehemu siipati kutoka kwa msanii, naipata kwa mtu mwingine ambaye alishanunua kutoka kwa msanii. Sijui umeelewa? Kwa hiyo kuto kujitambua kwao ndiko kunakofanya kwamba kazi zao zinakuwa ngumu. Lakini pia hata sisi tunapata kipato. Mungu amesema jisaidie na yeye akusaidie. Sijui umeelewa brother. Kwa hiyo TRA sisi tunamalizana nao. Tunao ambao wengine tunafanya nao kazi. Kama wewe hivi unakuja, mmoja ametoka sasa hivi hapa. Kwa hiyo hilo mimi nakutoa hofu. Wala usijali. Haina shida. Na hawa wapumbavu mpaka siku atakapokuja kujitambua, wewe una meli. Bwana ukikaa vizuri unaweza kupata hata meli hata boti, na kueleza ukweli. Unaenda vizuri. Kwa sababu hizi shughuli tunazozifanya sisi, usione mimi nimekaa hapa ni geresha tu. Mbona mimi napokaa? Siku nitakuchukua nikupeleke kwangu uende ukapaone. Ila sipendaje tu bugza kuwapeleka watu wengine, lakini kwa sababu wewe nakuamini nitakupeleka ili nikuonyeshe maisha hii kazi yakoje, na wewe ujikeep busy kwenye hii kazi. Utavua hizo gwanda. Ila I promise you brother, ni leo na kufanyia surprise moja. Nimeandaa kidogo hiki ambacho tunaweza kufanya wewe leo kaishi na kesho kutwa. Sawa? Okay. Basi mimi nafikiri nitakucheki. Nikodoria afande. Kuna wengine kwa shaka kamata afande, ngoja nije nao baba. Haya afande. Gwakisa. Samahani bosi. Ndio bwana. Nilikuwa nakimbia niko speed. Ndio. Kaisi naweza nikakutaa upo. Hapana, ondoa shaka. Hapo uko sehemu salama sasa. Haya. Yes. Samahani sana. Sasa Gwakisa, mimi nafikiri mimi na wewe tumezungumza sana, ingawa hatuna muda mwingi katika biashara zetu. Lakini huwa najaribu kupatia baadhi ya elimu ya kufanya wewe uishi vizuri. Na swala langu kubwa kwako na kuelimisha ili upate maendeleo katika maisha yako katika jiji la Dar es Salaam. Ni lazima ujali muda brother. Ndio. Kwa tunapopanga kwamba tunakutana muda fulani, basi kusiwe na tofauti ya kufanya kitu kingine tofauti. Sawa bosi. Nasikitika sana kwamba leo umechelewa. Hey! Mwanangu boni hia. Oe. Umerejea? Haya. Mbona hii? Ya kiba hiyo
Kibali. Ayozi. Hii naweka hapa. Afu sema nini mwanangu? Naonekana unapenda sana kileo. Napenda sana kunywa. Unajua tena kazi na dawa. Sema nini? Mbali sana. Katika usajili ambao nimeweza kufanya, usajili bora yani katika geto langu. Kwa miaka mingi ambao naishigishigi na watu katika geto langu hili. Safari nimefanya bonge la usajili, unaambiwa. Bonge la usajili. Yaani usajili wake ni kama kumtoa Ronaldo Man U kumleta Real Madrid. Unamaanisha nini? Yaani wewe unamjua Ronaldo? Nawafuatilia kwenye magazeti wale. Yaani namaanisha hivi, nimesajili mtu mwenye akili, mtu mwenye mawazo, mtu anayejielewa. Yaani ungesoma sana wewe, ongeza kwa talipumba wewe. Sababu umewekeza kidogo kidogo mpaka umenunua godoro. Mimi mwanangu, kwenye mambo ya kuwekeza, mimi niko makini. Yaani kwa ile kitu nitafanya mambo mengine zaidi ya haya. Unaonekana. Saluti kubwa. Mimi mamangu amenifundisha sana uchumi. Na jinsi ya kujikusanya kidogo kidogo na yabadilisha maisha. Una akili sana. Yaani samahani. Usijali ndugu yangu. Sasa wewe kufanya jambo la msingi kama hilo hapo. Jambo kubwa. Mimi nimekaa zangu miaka na miaka hapa downtown kitambo. Boni hii umeelewa? Alafu si hata kununua godoro. Ile umenunua godoro ni akili hizo. Tena ni akili kubwa sana yani. Kwa mimi nikupongeze kwa hilo, nakupa saluti kubwa. Saluti. Hata mimi nakukubali sana mwanangu Boni. Saluti kubwa. Namna hiyo. Yaani hongera sana. Alafu sasa unajua nini? Ni tema kulizindua ili godoro. Hayo mambo ya kuzindua achana nayo. Hapa cha msingi natakiwa tupumzike. Upumzisha akili yako. Maana naona mambo yameshakuwa mengi. Unyoshe mbavu zako. Kwa sababu umeona huko hivi. Nimekondeana kwa sababu ya kulala chini. Nikiamka huyu unaniuma. Kama nimepigwa ngumi huko, nimepigwa ngumi na manipakia hao nimepigwa. Sasa hivi hapa nikilala. Wewe usimwona mwenyewe alivyoishona kitambi tu kinakuja mbona huko. Ile tayari kwa zindua hii. Waki. Mama nakuchuja. Waki. Mwanangu wewe. Bye sana mwanangu Boni wakati mwingine unanifariji. Safi sana. Hizi tabia za kuja tunamlaza nje bana sio nzuri. Alafu muda si punde anapata geto lake. Ukishapata geto lake utakuwa unajiachia. Kweli? Sawa. Alafu unajua nini? Kuna michuku yangu ikijaa tu naenda kufanya shopping. Kweli? Sio kukatisa. Unajua matumizi. Ukiona vimemeremeta Waki. Vipi ndugu yangu? Bora speed. Wapi? Kwa sijafahamu. Kwa zangu hapa. Msalimia shemeji yako. Wangu ni kesi. Sako. Bomba. Sasa sikia basi, sikia. Sasa fanya hivi. Wewe nenda. Ila baadaye tutakuja kuchukua. Nenda kabisa. Haya. Vipi bwana? Mbona hayai wapi tena? Ngoja kwanza. Unajua wewe Doka? Wewe ni ndugu yangu mimi. Wadau kabisa. Nilipokea hapa mjini. Nimenifundisha mishe za mjini. Nimechangamka nimekuwa mjanja. Sawa? Na nisipokuweka wazi, wakati naona kule mambo yako yanaenda tofauti, yanaweza yakatarisha maisha yako, yakatarisha na maisha yangu mimi. Unisikia? Kwa sababu nikiona jambo ambalo naweza nikakufanya wewe uingie kwenye matatizo, ina maana na mimi moja kwa moja nitakuwa kwenye matatizo. Sawa? Sasa nataka nikuulize kitu kimoja. Kwa macho yako wewe, yule kwa umekaa naye hapa, hii mara ngapi na kuona naye? Simama tu geto.
Kumbe unakumbuka Kwani wewe huoni kabisa kwamba unadili na mtoto mdogo? Ujisikia hata aibu? Wewe mtoto? Hapa Dar es Salaam mtoto mwenzako si mwanao, wewe ni mwenzio. Unavyojidanganya wakati ukimtizama kabisa macho yake na kifua chake, unaona kabisa bado ni mwanafunzi yule. Bado ni mwanafunzi. Ina maana wewe unatafuta kesi, na kwa hiki unachokifanya ikikukuta hapa serikali ya awamu ya sasa hivi, nakwambia ukweli, unaenda kunyea jela. Unajea debe, unafia jela moja kwa moja. Ngoja nikuulize swali wewe Bogi. Hivi wewe mpaka namtia mwanafunzi mimba. Namtia mwanafunzi mimba. Labda hivi unahisi kwamba salama jadila ipo? Ndio unamaanisha nini unaposema hivi? Salama kinga za mwili hazipo? Ngoja nikwambie kitu kimoja sasa. Wakati huo makarandinga yamesha kuvamia, yamesha kushukia hapa na nakukuta na huyo mwanafunzi, utawaelezea kwamba ulikuwa na salama jabili au kwenye mwili wako una kinga za mwili, utawaelezea. Unajua wewe unapokuwa na feri umetokea busi mambo hapo. Hao ndio mabinti wadogo ambao wakimshika mume wako, sio mume wako, mume wa mtu, mume wa mtu wakimshika lazima talaka itokee. Kwa hiyo hapa wewe ambacho unakifanya unaokoa talaka za ndoa za watu zisitokee. Unaanza kuja kwenye mfumo, unajua. Nikwambie kitu. Kwa ujinga huo uliojipandikiza wewe na kwa kujisahau kwako, nimesha kusoma. Mimi nikimtizamaga mtu hapa kwenye akili yake, ninaiona mpaka utosini. Nimekuona wewe hauna malengo na kilichokuleta hapa mjini. Unatukana sio? Sikutukani. Unanivunjia adabu si ndio? Samahani. Samahani Doka. Kama unanichukulia vibaya basi samahani.